AFC 254 back again. After a long time. 2 months of international break. Hey, Tumeisha lads and lasses. Tumerudi mazi. International break kawaida boring first. Boring. Lakini kumekuwa na mafixia zingine hapo zimekuwa na results zingine tricky. But huwezi compare na Premier League. Huwezi compare. Although kumekuwa na entertainment kiasi. Especially jana usiku. Germany Spain. Anyway, kabla tuongee sana ni Amona Viki FC 254. New members tafadhali subscribe. Old members pamoja. Asanteni sana for your support. So as I was saying, international break, okay, tukiangalia form ya players wa Premier League, wameperform fiti kwa break. Especially jamaa wa Man City jana walikuwa na field day. Ruben Dias alieka brace, Rodri, Ferran Torres hat-trick. Okay, Premier League players wamekuwa kiperform poa. Jota, Bruno, Pogba pia. The big Giroud. Jamaa wamekuwa na good time kwa international, so we are hoping watabeba hiyo form kwa nini? Weekend. So in game week 9 inaanza Saturday 21st. Ali kick off pale 3:30 Newcastle Chelsea. Newcastle wako home. Newcastle home. Ni ali kick off kwa hiyo huko ana manini na surprise, but hii game sio ni surprise. Newcastle wana uwezo. Chelsea wako on form kabisa. Kai Havertz atujui story yake kama amepona corona ama nini. Pulisic pia anaweza kuwa out, but sidhani pia attacking depth ya Chelsea iko sawa. Alafu ni kama ameanza kublend in. Ziyech pia amekuwa kidu beats pale Morocco. Jamaa form yake ni kaishagi. Ni class si form. Okay, the last 5 games Chelsea wamewin 3, Newcastle wamewin 2, but the last one ni Newcastle waliwin 1-0. Although Chelsea ni different sana, so probably haita matter. Sidhani kaita affect outcome ya game. Still though itakuwa rahisi. Najua itakuwa rahisi, but na expect Chelsea washinde. Na slim scoreline like 2-0. So 2-0, 3-0 Chelsea. Mendy clean sheets zenye anaweka na sio itakuwa. Aya, from hapo ni game ya 6, Aston Villa Brighton. Aston Villa. Nini? Nilikuwa nimesahau kitu alitufanyia before break. Kakona Brighton hii siku. I'm sure itakuwa game ngumu than kucheza hizi timu kubwa. Juu unajua hapo wata attack, watacheza ma counter ama manini. Alafu Brighton haitakuwa open na hiyo design. Lazima watanini. Na wamekuwa okay, stats za Brighton za defense na kazi kwa weak, but ukiwatch game ya Brighton wako solid. Sio kwa nini wako solid zote. Wana consistency kidogo, but unfortunately zote zinakuwa bao. But defense yao si mbaya. So I think wataboki sana. Wanafaa kusumbua Aston Villa kwa hii game. So unaona kishinda. Juu nimekasirika na Aston Villa still naona draw ya 1-1. Aston Villa washinde. Aston Villa win. I think watakuwa ni momentum. 2-1. I think in the game of the weekend 8:30 Saturday Tottenham Man City pale Tottenham Stadium. Very creative name for stadium. Tottenham Man City. Man City wako hivi season yote. Tottenham wana pick form, alafu Mourinho Guardiola, Mourinho akikam na zile tricks zake anaweza shinda. Juu hii ni Man City iko strong. Sio kama ile Man City ya last season ama season before. Kwa hivyo Mourinho akuja na zile tactics zake anaweza shinda. But pia Man City wako na firepower wengine wazimu. Yes, kwa kitana Tottenham hawatawezana. Na kitu tumekuwa tukisema tu saizi ma players wa Man City wamekuwa fiti kwa international break. So kwa hiyo form But mimi na expect Tottenham watafanya the same old thing ya Mourinho, wacheze game boring, like wafunge hiyo game kabisa hivi. Hakuna kitu inaendelea hapo. Iko boring game. Watafute hiyo 1-0 win. So whatever happens then Scoreline itakuwa high. Na the last two moja imekuwa draw, ingine Tottenham wamewin 2-0. Hizo ni zile siku za Pochettino. Siku za Pochettino.
but I don't think hii game itakuwa exciting like tunaweza hope. Tottenham tunajua tu Mourinho kitu atadu kwa game kama hii, na hizi ni zile game atakaji ku lose. So chances ni ati itakuwa low scoring. Tottenham wakiamua kuharibu siku yote. Lazima wataharibu. Mourinho ndio tactic yake game zote kubwa. Tuone kina Dombele, Sissoko, sijui Swings, tu jamaa defensive tu wote pale hivyo. So probably Man City. Junatakia momentum ya Tote ishe. Acha nipe Man City win. Man City win. Na scoreline ngapi? 2-0. Acha sema 2-0. To Man City. Ama 2-1. So I'm hoping the same. Man City juu. Okay, hii game ni must win kwa City. Wako place yenye sipo. Na Tote sasa hii game inaanza run ya games zingine ngumu sana zinafuatana mingi. So Mourinho top 6 yote after hapo. I'm guessing hizi bao za Tote zita dry up kutoka hapa sahi juu kina Kane na Son. Sidhani kama watakuwa naweza ku-attack hivyo kwa hizi games. Mourinho atacheza tu game boring. But anyway City wins alafu tufunge siku saa 5 usiku na West Brom Man United. Pale Old Trafford. Tuko Old Trafford ama tuko away? Old Trafford. Namtaka angi kucheza Old Trafford. Kwanza timu tudogo stakangi. But hizo wanataka ndio ole out. Kwa hivyo Manu unajua ni huwezi jua vile watatana. Hizi ututu game tudogo ndio wanakuanga boring kabisa. Hawananga tactics kabisa. But West Brom wamekuwa chini zaidi hii season. Wao na Fulham I think wao ni whipping bulls tu wa Premier League sahi. So acha niseme acha toke draw. Ndio na West Brom wamekuwa wakicheza poa but wamekuwa unlucky, like wana lose games but performance yao si mbaya. Results ni mbaya but performance si mbaya. And then on head to head ya Man United na West Brom, kuna venye West Brom inakaa ni boogie team kwa Man U. Hata the last meeting West Brom ndo waliwin Old Trafford. And then to add to that Man United haina win Old Trafford this season. So Ole ako under pressure pale. Lakini Ole akiwa under pressure yuko a different beast. So I'm hoping ni watapata result but naona tu Man U kiwin hiyo game. Acha niseme draw. Okay, that's all for Saturday. Sunday ali kick off ni saa 9 Fulham Everton. Fulham whipping boys venye umewaita. But Everton Richarlison atarudi. Amerudi, ameserve ban yake. Pale Brazil amekuwa akicheza poa. I think ataleta Everton boost kubwa. Wamekuwa wakimiss juu after ile ilikuwa red card. Wame lose game zote. So inafaa kuwa straight win for Everton. Although at least warudishe confidence na pia juu Richarlison amerudi. I think wanafaa kushinda hiyo game. Sawa. From hapo 5 PM Sheffield West Ham. Sheffield wakiwa home. Game ile itakuaje sasa? Inakaa tu gani? Unajua Sheffield vile umesema ni kama West Brom. Wanacheza poa but results haziwaendei. Na West Ham ni kama team imekuwa tu consistent hii season yote. Wapate result mbaya, wapate result poa, utapata hiyo game wamecheza poa. So I think hizo team zote zinatoshana but West Ham I think wako na hiyo momentum na hiyo confidence. Wanacheza poa. Antonio amerudi. Inasemekana kwa training. Although head to head I favor West Ham juu last 5 games West Ham wameintu moja. Zingine 2 draw na 2 Sheffield ikawin. So Sheffield iko na advantage kwa head to head. Lakini performance yao hii season I show anything ya kuogopwa kutoka kwa Sheffield. You defensively wana cramble, attack wanaga anything, so inafaa kwa I think West Ham wanafaa kupata result like 2-0. Yeah, mimi West Ham watashinda hiyo game. Kijana wangu Kufal na Susek pale. Watese. Hao ndio wanafunga. Aya, from hapo 7:30 Leeds Arsenal. Easy win. For Leeds. Easy win. Easy win. Haonekana Arsenal tuko na chance ya kuchapa Leeds. But seriously, Leeds ni team poa. Wanacheza poa. Ateta anasaidia Arsenal but nikaa kuna ile inconsistent. Hii game ana shine, next game Arsenal wana flop but
Phillips nasikia amerudi huyo wa Leeds. Huyo ndio alikuwa amemiss, ndio maana hizo results zingine zilikuwa zinaendelea. Ni maana amekuwa akicheza England Badman pale. So I think hiyo game itakuwa tamu. Hizo ni team zote attacking. Hapo sidhani kama kuna team yote ita defend. But Leeds wanafaa kurarua mtu. Wanafaa kuharibia watu weekend. Mimi naogopa Arteta anaweza complicate game na kuifanya ikuwe too tactical. Juu Leeds inanikalia unachikika strategy za Ole ama venye Wolves ilikuwaga before. As in ina struggle na hizi timu ndogo but hizi timu kubwa inazichapa zote. Sasa Leeds ukiangalia ile game yalicheza na Liverpool day ya kwanza. Liverpool ilikuwa lucky kupata win ile game ya 4-3. And then game ya City walikuwa lucky kupata 1-1. Ailing pale unafunga chance like Leeds ilikuwa inafaa kuingia game. So it's like kwanza second half nakumbuka Man City hakuna kitu aliona. Ilikuwa ngumu. Bamford ni striker confirm. Na Leeds venye nilikuwa nasema Leeds inakaa team ina enjoy kuatakiwa like ina enjoy team yenye inakuja na attack. But team yenye inawaachia ball na inakuwa disciplined. Unachiki game ya Leeds na Palace like right before ile forward. Palace walikuwa organized defensively na wako try to counter game, walikuwa tu yani na plan fit na Leeds walikuwa uncomfortable sana kwa hiyo game. Juu waliachiwa tu possession, wakaamua like tucheze sasa game open. Leeds wanategemea tu timu yenye ina attack, timu yenye ina attack inacheza manini. Hizo spaces wanajua kwa attack. So ikikuwa game open. So I'm hoping Arteta take lesson from Palace. Palace na still from ya City na Liverpool venye walijaribu kudominate Leeds. Naturally unaona Arsenal ni timu kubwa, Leeds ni timu ndogo, so mnafaa kudominate hiyo game. Haifai kuwa hivyo. So I hope atakuwa na baadhi hapo niko na point. Juu ukiangalia team zote zenye Leeds wamecheza nao opponent kaa kwa attacking nikawa wanafurahia. Wana enjoy sana but ni ile team kaa Liverpool ama Man City ni ile una expect. Leeds ni timu kubwa but position itakuwa yetu. But mtu yote amekuwa akiangalia hizo game Leeds wanataka team ina attack but at the same time unapata Leeds ndio kuna attacks nyingi. Tena zile poa, zile zenye zinaleta mabao. So definitely Arsenal ikijaribu kujimpose kama the bigger boys hapa kwa hii game, atapa whipping boys. Tata lose. Anaweza kwa bao mingi ni Bamford pale. Jamaa confirm. But still anyway, jo ile upuzi ya kwa tu fan na predict Arsenal win. 2-0. Leeds win. 3-1. 3-1. Haya, from hapo Liverpool Leicester, injuries za Liverpool vipi? 10-15 hiyo ni Sunday. Nimeona first 11 yote ni Milner. Back 4 yote imeisha back 4 yote ni Milner tu ako sawa. Ni Milner. Unajua kitu ndo niliona nikafikiria for the past like 2-3 years Liverpool wamekuwa kucheza game high intensity sana. Kwa hivyo unakumbuka last season tukidebate mbona Liverpool game zote wana press na first 11 ile but wote isikia wasa wakipata injury heavy metal. Sasa ndio washangaa kai hiyo situation sasa imekuja kucatch up na wao. Siko sure. Juu nasikia wengine ni corona, wengine ni hamstring. Juu wao ushinda kipress game zote. Game kwa kubwa, game kwa ndogo na nika first 11 yote ndio ucheza. Unless ni tu tukapofale face GFL. So unasema the chickens have come home to roost. Straight shafika. But do you think wanaweza lose to Leicester hii siku Anfield kwanza? Inawezekana. Juu hiyo back 4 ndio kuna shida. Na afu unajua Vardy akianza kumekizo runs ni hivyo. Vardy alikuwa anataka mtu kama Van Dijk anaweza mhandle. But always jua hiyo back 4 wanaweza kuja kwa motivated. I think what I have kufield maybe Matip. Kuna kajamaa walibai kanitagwa Chimikas ka left back. Also na shuku unachikia ika injury ya Robertson ama ya Henderson. Ni zile injuries za international break like unasikia hata chezea Scotland but team news ikitoka ya Liverpool right unapata hapa ndani ati amekuwa past fit. So maybe ilikuwa tu precaution like probably na Milner ni jamaa anaweza cheza hata kwa keeper kama anaweza kuwa hata refa ni utility player. So chances ni ati Milner anaweza cheza huko right ama kale kaka Curtis Jones, Matip yuko, Chimikas yuko na Robertson iko 90% sure atakuwa. So it's not like watakuwa weak sana defensively na attack itakuwa same juu hata Kasalata cheza. Fabinho pia yuko. Fabinho ongezangi. Sio Fabinho na Thiago.
basi hawajakuwa last time kusoma ni wote hawatakuwa hiyo game. Kwa hivyo unaona hiyo ni ka midfield ka nusu imeenda. Just then kwa watakuwa na CDM mwingine unless Henderson upenda kupanda juu sana. Henderson pia ni doubt. Like 50-50. So anyway, ni ukweli size inakaa ndio the best chance ya hii team ku break hiyo run yao ya Anfield. By the wako home. Ni Anfield. Yes tuko nyuma ya Leicester. Na Leicester iko hiyo run lazima iishe. Iko full strength. So sidhani kama kina Soyuncu amerudi. Hajarudi but wamekop na wao. Wamekop bila hao si. So wamejua kucheza bila hao. Okay, so odds zina favor Liverpool. But I think history Anfield ina complicate mambo. Ingekuwa game Anfield hakuna timu huko utoka iko imefurahi. I think la con for a draw. 1-1. Leicester win. Junko sure Brendan Rodgers ni manager kwa sawa sio kaa ole. Kwa hivyo niko sure atakuwa na plan ya kuongeza Liverpool. Ya kuteka advantage. The best chance by there kupiga Liverpool for anyone. So you hope it will happen, is a exciting sana. Hiyo ni Sunday. From hapo sasa ni to game to Monday, Burnley Crystal Palace sana kingine kana. Hizo teams ziko tu level yani. Hebu sijui itakuaje. Hapo inategemeanga mwenye atamka na kuya right. Although Palace wako na slight advantage, you last 5 games Burnley hawajawinda hata moja. No start to draw 2. The last 5 Palace wamewin 2 and then hii yenye walichapa Leeds 4-1 right before break. Inafaa kuwa imenini kwa motivate. Joni timu kubwa kuchapa. Van Aanholt amerudi na ni factor kubwa kwa attack ya Palace. Na Zaha kwa form poa. So I think although ni tough more. Naona acha niseme draw. Inakaa draw to me. Mina nisamea Palace win 1-0. Draw 1-1 ama 2-2. Sawa. Aya, and then Saturday game ya mwisho Southampton pale wako home. Soton. Mole new. Soton wako top. Wachapia home. This season wako. The last unasema hivyo but okay ni venye ukiangalia wamekuwa kibahatisha 1-0. Okay, ni venye tu yani Wolves ni team yenye tunaweza sema ni victim of its own success juu like tuna expect better from them like si wamekuwa the last 5 games wamewin 3 wakadraw moja wakalose moja, so it's not like wako form mbaya vile, ni venye tuna expecting tu more from Wolves. But anyway team yao hawana injuries, hawana suspensions na Southampton iko form wazimu. Last 5 games wamewin 4 wakadraw moja, na hiyo draw ni Chelsea. Ile ya Chelsea 3-3. Ile comeback ilikuwa Stamford. So like ni one of the teams in form kwa Premier League. Last game ilikuwa thriller pia, lisha 3-2. Southampton wakiwa home wakicheza na Wolves. So hii game inafaa kuwa exciting but itakuwa exciting. Going by form, Southampton ndio wako in a better position ya kuwin game. Pia mimi naona Soton wakishinda. I think wako na hiyo edge. Ataka sema nikumbusha Wolves nilikuwa ameanza ku recover form. I think Soton wako na hiyo edge over Wolves. Juu saizi I think tutapata chance pia ya kuwa na Che Adams. Venye Ings ako out. I think Che Adams ni striker mpoa sana but ako under the hiyo Ings as in ndio main man kwa Southampton. Saizi tutapata chance ya kuwa na Che Adams. Walcott maybe atakuwa partner wake. Walcott ama Shinlong. Ama Shinlong lakini si jamaa 90 like ni jamaa impact. So probably Walcott atacheza na yeye strike partner. So I think Southampton inafaa kuwin although odds ziko against them. I think wanaweza pata slim win ya kitu 1. Pia mimi 2-0. 2-1 Soton. 2-1 Soton. Hiyo ndio game week 9. Aya, watu wenye tulikuwa tunasema right before the next international break ni March. Sasa ni non-stop. Content after content. Basi tutakuwa na nyinyi sasa on Tuesday ama Wednesday, one of those days. Tupige hizo results, tupige pia predictions at the following game week na the next one. Alafu sasa Christmas period ndio inakaa pia. Kila after 3 days game. Sasa ni raha tu flow. So juu hiyo story, kama hujasubscribe kwa hii channel, finya hiyo kitu, finya bell, alafu tuonane on Tuesday ama Wednesday.